niwapongezeni sana kidato cha 4 hasa kwa kuweza kufikia mwaka wa kuhitimu masomo yenu. Maana yake sasa hivi kilichobaki ni mtihani. Kwa kipindi hiki tunaamini mtakuwa zaidi katika masuala ya ujifunzaji ili tuweze kufaulu mitihani yetu vizuri. Ndugu zangu, kabla sijaendelea mbele, tumesikia hapa risala imezungumzia mambo mengi ambayo yamefanyika, lakini pia miongoni mwa mambo hayo na changamoto hizo ndugu mgeni wetu rasmi ameweza kuzidibia. Lakini ndugu zangu, mimi kama shuhuda ambaye nimekuwepo sehemu ya serikali ya awamu ya 6 kuanzia mwaka 2020 hadi 2025, mimi niwaelezeni tu ndani ya kata yetu ya Ihanda katika sekta mbalimbali, ukienda kwenye elimu, ukienda kwenye afya, ukienda kwenye miundombinu, ukienda kwenye kilimo, ukienda kwenye mawasiliano, ukienda kwenye mifugo, kuna kazi kubwa imefanyika. Lakini katika nyanja ambazo tutazitaja mugagaba, kwanza katika nyanja ya elimu, nyanja ya afya, nyanja ya miundombinu, nyanja ya maji, lakini na ulinzi na usalama, ndani ya kata yetu kwa kipindi cha miaka 4 hadi 5 hii tumeweza kupata fedha zaidi ya bilioni 3 na milioni 382 ambazo zimefanya kazi katika miradi mbalimbali. Nashukuru sana. Kwenye risala mnaweza kuambiwa kwamba ndani ya kipindi hiki kifupi kuna mradi ambao tunaweza kutekeleza mahali hapa ambao utakuwa ni shule ya awali kwa upande wa ufundi ambao mpaka sasa hivi fedha milioni 329 zinaingia kwenye akaunti kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo. Lakini hapo nyuma kabla ya fedha hizi ndani ya shule yetu ya sekondari tuliweza kupata fedha kutoka serikalini zaidi ya milioni 217 ambazo tulijenga vyumba vya madarasa 9, tulijenga matundu ya vyoo 24, tuliweza ukarabati maabara ya fizikia, kemia na biolojia. Unaona ni kazi kubwa ambayo imefanyika. Lakini hatukuishia hapo. Kuna fedha milioni 580,183 na shilingi 28 ambazo tumeweza kujenga shule yetu mpya ya Sakamwela na tayari imefunguliwa. Na mpaka sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa sekondari nyingine ya 3. Na hii ni kwa nini tumefanya hivyo? Kwa sababu kipindi cha nyuma changamoto tulizokuwa nazo zilikuwa ni kubwa kuliko sasa hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima niwaelezeni kwamba kwenye elimu kwa upande wa sekondari pamoja na shule zetu za msingi kazi kubwa imefanyika mno ndani ya kata yetu ya Ihanda. Ukienda kwenye maji, ukienda kwenye mambo mbalimbali, kazi nyingi zinafanyika. Mimi ambaye nikiwa ndio mzungumzaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kutoka mwaka 2025 hadi na 30, tumeambiwa habari ya changamoto, tumeambiwa habari ya madarasa yetu kwamba tuna vyumba vya madarasa vingi, lakini vile vyumba vinahitaji ukarabati. Sasa ni waibieni siri moja. Kwenye ilani ya mwaka 2025 hadi na 30, shule za msingi ambazo tutakuwa kukamilisha vyumba vya madarasa na ukarabati ni zaidi ya madarasa 225 ambayo yako kwenye ilani hii. Lakini kwa upande wa sekondari kuna vyumba vya madarasa 72 ambao tunatakiwa tuweze kukamilisha ukarabati wake. Lakini ujenzi wa vyumba vingine vya madarasa vipya kwa ilani yetu, upande wa ngozi yetu hii, kuna mpango kwenye ilani kwamba tutajenga vyumba vya madarasa vya sekondari kuanzia msingi hadi bati na kila kitu. Ukienda kwenye madawati, tumeambiwa kuna changamoto hapa. Kwenye ilani yetu hii hapa, hasa kwa ngozi yetu hii, tumepanga kununua madawati kwenye shule zetu zote wilaya ya Mbozi zaidi ya madawati 12,555. Kwa kuna mambo mengi ambayo yamepangwa kipindi hiki. Ndugu zangu wana Ihanda na watu wote, tunaamini katika sekta ya elimu hata changamoto hizi ambazo tumeziona hapa shuleni kwetu kwa kipindi cha miaka 5, mimi niwahakikishieni kulingana na ilani yetu hapa kwa upande wa Mbozi tutakwenda kufanya vitu vizuri sana ndani ya elimu. Kwa haraka niombe kuhitimisha. Ndugu zangu, naombeni sana, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 ndio muda ambao tutakwenda kupiga kura. Ndio zikaende kwa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, nikiwemo na mimi diwani wenu na mimi ni mgombea. Naombeni msiniache. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tunaomba maafa iende salama. Watoto wetu wa form 4 Mungu atawabariki mkafaulu vizuri, na walimu wetu Mungu atawabariki kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya, na wazazi wote Mungu awabariki.
Nilikuwa naongea ninaitwa Adam Julius Ngumba, ndio kwenye